medico. Kila mtu anapelekwa wiki. Akienda wiki arudi. À chaque fois qu'on amène un malade à wiki, Chaine. Baishaka tuwia. Balipigwa mishale kule kumai kwa batoto kwenda kuoga bakapigwa mishale. Bafia hapa. Kama nasema bongo watu wote biko hapa. Bakapigwa mishale. Ils vont tuer avec des lances. Des flèches. Ce que je vais vous expliquer, c'est qu'il y a énormément de décès à l'hôpital de Rugui, donc maintenant les gens pensent que si on les réfère à l'hôpital, ils arrivent trop tard souvent pour les partenaires de santé. Oui. Na kingine 50 000 unaweza kula hiyo mwezi. Ça c'est l'argent d'État. Parce que le marché n'est pas disponible. Encore après avoir recevoir. Hiyo ndo delegation yenye ilikuwa humu mkambi ya Bisuma kama liseti Masasi ilipigwa kafungwa vijana 4 selo message yenye inaandikwa hapo. Sasa tulichanza kamera nyuma kabisa. Hatukuwa tunajua kama mzee atasema hivi vitu. Juu huyu mzee tulikuwa tunaishi naye 24. Sasa hivi anaanza ishi 48. Aliambilia huyu garso huyu wa mandevu hapo kila kitu. Na chanzo cha kuleta fujo Masasi pigwa ni huyo kijana wa mandevu hapo. Jo mzungu aliuliza huyo ambasadrisi kama ambasadere wa mwanamke wa wenye European, akauliza huyo kijana wa mandevu ndio anasimamia kambi hapo, aseme hizo nyumba zenye tunaona vidogo vidogo ni watu wanajenga ni nyumba wa nini? Akasema eti ni nyumba za mambuzi na mafiga zabo. Oroke ndo nyumba zenye sisi tuko nalala hamo, atuyapewa manyumba. Yakadenonse kwa wazungu kama tushapewa manyumba kila kitu kwa sababu tuko napokea mzuri. Ndo huyo mzee akaanza viongelea sasa. Akamata interprete pale kwa interprete français. Baada ya kuongea tunasikia kisha nasema mwisho, hivi mnaniacha kwa security bataniua juu na denonse vitu vyote. Sasa ndo hivyo kulifungwa vijana 4 walienda Ruigi, ni kweli, na mwingine mmoja alipigwa masasi 3 ikaanguka. Ndio fujo yenye iko tu kama leo itaendelea hadi jua mapokezi, kama watu watapokezewa kama watapokezewa tu. Na sisi tunashukuru Mungu tunalamuka, isipokuwa tu masasi yenye ishapigwa humu. Hiyo vikolokocho mimi nakubania hapo ni vidogo vyenye nilogota, lakini vya mingi sikulogota. Hii delegation ya huyu shefu wa Union Européenne mwenye alikuwa anakuja kama ni sekretari huyu mzungu mwenye alikuwa na delegation zilikuwa gari 7. Sasa wakafika hapa mkambi mwanzo, wakakuja wakashuka wakaenda mgulu na magari zao ti wakawapitisha kuwafikisha mpaka kwa hospitali wenyewe walijenga, wakawapitisha huko chini kote kwanza wanabaonesha na kwenye wanachaka mamwili za watu zenye basha kufa. Après pale kabidi sasa wakuita nyingine fasi kwenye alikuwa ataka sasa atilie kwa discours. Sasa yule mere mwenye alikuya ule kama sekretari wa Union Européenne sasa alifika sasa akaona gisi vile nyumba wenye tuko wemo sie gisi huko. Akauliza sasa mama Omoya, huko manyumba wenye tunaona humu ni nyumba wa banani? Ndole mama akasema sie huko manyumba mnaona hapa ndio wenye tunalalaka mnasie tuko na bezo turudie kwa nyumba, tunahangaika mtu tunateseka. Pako sasa chef de kambi mwenye anaitiwa Felix ndio anashimamia hii kambi zote hapa hii na ingine yenye wanaita ya Nyakanda. Ndo chef wa kambi zote, ndio mwenye misaada yote kwa nauzishiwa, mwenye kwa naporewa yote, ndio huyo chef banamuita Felix. Ndio akatana ambia sasa ule mzungu aseme hapana, huko manyumba wenye unaona hapa bakongomani wenye walikia kama nakimbia na mambuzi zao, ndio kwenye mambuzi zinalalaka humo. Babiana kusikia vile kweli sie nyumba zenye tuko tunalalemo kutugeuza kama tuko mambuzi ndio tunafugia mavifugo yetu na ndio sisi tuko tunalala, ndio kukimbilia sasa kwa ule Felix kwanza kumupiga. Polisi zikia kuona vile kama hakuna mwaye batakia kusikia kumuua, ndio polisi kwanza kupiga masasi. Balipiga masasi ya kutosha sana mkambi, ya kutosha hivi ngolokocho bile na kuonyesha ni vidogo tu. Na hivi baadhi ya bakimbizi ba moya banakamatiwa, balikamata ba garso 4 na mama Omoya basha bapiga fimbo mumu mkambi na banabafunga.
ndio habari inapitikana kwa saa hizi umumu kambi, hii kambi ya kwetu nyitukwemo, na hivi saa hizi watu siyuni kwambia ndio habari inapitikana mkambi ya saa hii mwi muda inakusukumia hii voice, ndio hivyo kaka. Mubitangaze mubipane kuma radio kule kuambia gisi watu banahangaika na gisi banakamatiwa kama siye tuko mambuzi humu. Napenda nionyeshe kulingana na na hii kauli ambayo tunaandika hapa ya masasi ya leo. Kwa kweli walitangazia watu wasiende sokoni, wasitereke biashara. Utakuja tume kutoka Ulaya. Kweli alifika, lakini cha ajabu sasa, wakati aliongea na mama kutembea, aliuliza, wakamjibu, watu walionyesha maoni yao, na pamoja na hiyo wakaambia watu tena waende chunga kule, wasikie kisa atasema na watu wapeleke malalamiko. Cha ajabu sasa, aliingizwa mnyumba, kutoka mnyumba na kupanda gari na kwenda. Si ndio pale watu wakaanza tomboka, mulitushindisha kunini sasa? Yaani mnaona hatuna akili. Malalamiko yetu nani ataibeba sasa? Kwa nini mlimpeleka na ayasikia malalamiko ya watu? Hiyo ndio sheria, si ndio? Watu walitomboka wakapenda sasa wafate Felix ya kutoka, na pale wakaanza rusha majibu. Haki ya mkimbizi ni kufata ile matakwa ya mkimbizi pamoja na malalamiko. Malalamiko ni haki ya mkimbizi. Haiko aseme leta vurugu. Ndio maana mkimbizi, ukisikia neno mkimbizi yani unasikia vurugu. Mkimbizi anapendaka iwe kitu kidogo lakini ipite njia ya haki. Sasa wakubwa wetu wa hii kambi hawana kweli. Sitadire wanapenda mentere zao wao wenyewe. Hawapendi entereza wakimbizi. Wao wapate wajiingizie mfukoni, lakini wakimbizi wasipate ile mapashwa ya. Hata kama tuko tunapokea, unakuta mtu anapokea kilo 25 watu 10 kwa mwezi, wala mwezi na siku 10. Na ile yote ndio malalamiko yenyewe wakimbizi walitaka waonyeshe ule mkubwa mwenyewe alifika. Lakini polisi hauko haijue maandamano ya majiwe wala ya fimbo. Ni maandamano ya masasi tu. Yaani vurugu kidogo wao ni kurusha tu. Hawakuagi na susi. Ndio hivyo. Yaani walikosea wakimbizi. Hata kama walitaka wapiga majiwe, walikosea wakimbizi. Hauwezi ambia mtu msishinde mkazi, muje msikilize na mtoe maoni yenu, kisha tena muone ule mtu mwenyewe anashindia kwa maneno, tena aonekane kama vile mjinga. Sio hivyo. Kwa saizi na mimi niko mkambi kabisa, niko mkambi ya Busuma hii hapa Kuyigi. Na ninapasha hiyo habari kwa juu hii gundi yetu mko wa journalist, tuko na journalist hemo, atusaidie kwa kusambaza hiyo habari kabisa. Kwa saizi yani sio wakimbizi tunabaniwa kama vile yani minyama. Yani tunabaniwa kama vile vinyama wa ndugu zetu. Yani misaada yote ambayo labda nchi yetu inatutumia misaada kuipata humu ni shida wa ndugu. Ndio hivyo. Yani mtusaidie kwa kusambaza hiyo habari. Yani leo kulipitikana magavi, yani hii ndo kambi ya kwanza tuone mnapigwa masase kwa zia labda kuzidia yenyewe ilipigwa hata huko Remera kwenye watoto wetu wa Libano. Ndio hivyo kabisa wa ndugu wapenzi.